kuwa ni mgeni, na utaelekea kwa Mwenyezi Mungu hali ya kuwa ni mgeni kama ulivyoanza. Sasa unafikiri umeanza muda mrefu, lakini jamii unaikuta ni hii, jamii inalewa, jamii inavuta bangi, jamii haiswali, jamii haifungi, jamii yaani yale mambo ya heri. Waislamu hawana habari na mambo kama hayo. Sasa Uislamu si mgeni hapo. Unaondoka hali ya kwamba ni mgeni, haukufahamiwa, watu hawaje ufahamu Uislamu wao. Kwa hiyo sisi kama wenye dhima ya kuelekeza vitu fulani, sisi tusichoke, tuelekeze watu kwa Mwenyezi Mungu kwa kuwasomesha, kwa kuwapa dawa kama hivi. Nini ambaye atakuwa na hofu ndiye yule ambaye ameagwa na Mwenyezi Mungu kwamba huyu ndiye atakayenufaika na mawaidha, huyu ndiye atakayenufaika na maneno. Lakini yule ambaye hana hili wala lile, bwana wewe ni mwalimu, wewe ni kiongozi, fikisha tu. Atakayeongoka ni yule aliyepata msaada wa Mwenyezi Mungu wa kuongoka. Fikisha tu, fanya tu juhudi, mpe dawa mtu, muwaidhi. Muda wa swala umefika, jamani, twendeni hivi. Ukiangalia ganzi ipo, tumia tu kama vile Mungu alivyomwagiza mtume wake kwamba lingania watu katika dini ya Mungu kwa hekima na maneno mazuri. Kwa hekima na maneno mazuri. Mlinganie tu huyu ndugu yangu, haya sio, twende hivi. Usiiweteka, twende hivi. Unashangaa ushamvuta, akishaingia huko unamwelekeza, angalia, unataka uswali, fanya hivi, unaanzia hapa na kwenda hivi na kwenda hivi. Matokeo mtu ashaongoka. Kwa hiyo tusichoke, tuhakikishe kwamba tunasimamia hayo mambo na Mwenyezi Mungu atajalia. Amen. Na imani, ukiandamana na watu 10 utavuna 3 4, utawavuna tu. Kwenye juhudi yako haitoruka utupu, utapata tu. Kwa hiyo tujitahidini walimu, tulinganie, tuwasomeshe, tuwaelekeze. Alafu vizazi hivi ya watoto hawa ndio Waislamu hawa wa kesho. Wewe mwalimu, dili tu na hao jamaa, hao watu wakubwa hawa, wafikishie ujumbe. Lakini asilimia kubwa, peleka nguvu hapo. Utapata nguvu kupitia hao, utapata wenzako kupitia hawa. Kwa sababu ukitegemea huyu ambaye ni mtu wa haya mambo, kwamba sasa ndio hao jambo kama hili, usiku kumelazwa jambo, unategemea kwamba hapa nitapata mtu kirahisi, mtu ashatengeneza jambo lake, ashalimeza na huko ndani, huyu unapata kazi kubwa ya nani. Lakini hawa ambao tayari ushaletewa, hao wasomeshe, hawataendelea kuwa watoto wadogo. Watakuwa watoto leo, kesho wamepevuka, kesho kutwa ni watu wazima, mnaelewana mkizungumza mambo fulani. Kwa hili naomba niwe nishafikisha ujumbe. Sheikh, mimi sina ulimi wa kuonga vyedi vya kunufaisha watu wengine, ni ulimi huo bado. Hizi nafasi zenyweshwe mukititi hivyo ishitita semu vya tita kwa mazoezi na kutwali kwa kuwa tayari inywe mwanzize hale sana kabla ishu hetiho kuona mkiti ongoza mtatingadu mazoezi. Lakini haya makamu yenyu hakika kabisa inshallah ime haya mageke mbuzezo ambazo zawabuziza weangu neti ya tafakari. Lakini inshallah tumuombeze Mwenyezi Mungu aya goshwe pia sehemu ya ukumbusho hawa hakika. Lakini pia Mungu ationgoze mwesia tishekoje kwa mashafi inshallah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa alaikum salaam.